na watendakazi wenzangu ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima. 4. Furahini katika Bwana siku zote, tena anasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila jambo kwa kuomba na kusii pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Nayo amani ya Mungu ipitayo fahamu zote itailinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amen. Mnaweza mkakaa. Ningependa kuchukua fursa hii kushukuru uongozi wa kanisa kwa ajili ya kunichagua katika Jumapili hii ya vijana mimi kuwa mhubiri wenu. Na leo tutaenda kuzungumzia kufurahi. Tutazungumzia katika kitabu hicho cha Wafilipi 4, hiyo 4:4. Kwamba furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mambo mengine tutakayozungumzia pia tutazungumzia kuhusu alama za Mkristo wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kitabu hiki cha Wafilipi ambacho kiliandikwa na Paulo kwa kanisa la Filipi, alikuwa na makusudi mengi, kwa sababu Paulo katika kitabu hichi alikuwa kwa katika mateso kule Rumi, na alikuwa anawashukuru watu wa kanisa la Filipi kwa kusimama na yeye, na pia kuweza kuwaelezea changamoto alizokuwa anazipitia na yale aliyoyasikia kuhusu kanisa lile la Filipi. Na katika mafundisho haya mimi leo nitakita zaidi katika Wafilipi 4:4, na ambayo itakuwa inazungumzia kuhusu amani ya Mungu na jinsi Mungu anavyowatimizia waumini mahitaji yao. Bwana Yesu asifiwe. Na kama nilivyosoma, na utaona kuna utangulizi ambao katika mlango huo wa 3 Paulo akielezea venye hali imekuwa na kazi, na kusisitiza kwa Wakristo kutia mkazo na kuitilia nguvu injili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na leo nitaenda kuzungumzia mada hiyo ya kufurahi. Tuone kwamba Paulo alipokuwa anawaambia Wafilipi kwamba furahini katika Bwana, anasema furahini, alikuwa ana malengo gani na alikuwa ameona katika mitizamo gani, na leo katika maisha yetu ya kila siku inaweza kudhihirika vipi? Bwana Yesu asifiwe. Unaona, anapoanza katika mstari wa kwanza anasema kwamba kwa hiyo ndugu zangu ninawapenda na ambao ninao shauku nyingi, mlio furaha yangu na taji yangu, hivyo ndivyo wapasavyo kusimama imara katika Bwana, nyinyi wapenzi wangu. Kwanza anawacknowledge kwamba anatambua na kwamba anajua furaha iliyo kati yake yeye na wao, na kwamba furaha hii kwamba wakaweze kusimama imara katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwamba anawaambia kwamba nyinyi ni wapenzi wangu, kwamba ni watu ambao tunapendana. Na katika second verse anaweza kugusia kwamba kuna kitu amekisikia kuhusu Euodia na Sintike, kwamba watu hao wakaweze kuwa na nia moja na kwamba wakaweze kupatanishwa.
kwamba anaelezea kwamba ndugu hawa amesikia habari kuhusu dada hawa kwamba walikuwa labda wana ugomvi. Ndio maana anajaribu kusisitiza kwamba wakaweze kupatanishwa, kwa sababu wale kiwango anachowatambua yeye ama anachowajua, anawajua kwamba ni ndugu waaminifu na wazuri katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na tukifika 3, anawasi sio kando na hawa ambao wamekosana wawili, pia anawaambia na kanisa zima wawe na nia hiyo hiyo, nia ya kupatana, nia ya kusimama imara katika Kristo, kwamba anajua sababu katika kazi zao, kwamba katika kazi ya Injili pamoja na mibega, kwamba wamesimama naye katika kazi ya Injili. Na anaelezea Paulo kwamba kitabu hicho kikisoma utaona kwamba anawatambua hawa wa Filipi kwamba wamesimama naye toka sio alipokuwa tu Warumi, hata alipokuwa katika kanisa la Wathesalonike kule pia walisimama naye, waliweza kumtumania vitu kwa ajili ya mahitaji yake yeye na wale waliomzunguka. Na anakuwa na uhakika kwamba watu hawa wameokoka na kwamba atakuwa nao katika ile siku ya mwisho katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na anakuja verse 4 ambayo naipenda zaidi. Kama inasema furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini. Paulo anaposema kwamba tufurahi, haimaanishi kwamba hajui kwamba tunapitia hali nyingine ngumu, lakini anatukumbusha kwamba imetupasa kufurahi kwa wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba furahini katika Bwana, anasema tena, anasisitiza furahini katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hali hii Paulo akielezea kwamba hapo chini kwamba upole wenu na ujulikane na watu wote, anamaanisha kwamba unapokuwa Mkristo kuna tabia ya upole. Upole haimaanishi kwamba wewe ni mjinga, lakini inamaanisha kwamba katika upole wako unakuwa ukiongea vitu ama unafanya vitu katika hekima, ambayo mtu kwa kuongea kwako ama kwa kuenenda kwako mtu anauona ule uungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi vitu zinanitesa. Na anaposema kwamba upole wenu ujulikane na watu wote, kwamba anawakumbusha kwamba Bwana yu karibu nanyi. Afadhali. Bwana Yesu asifiwe. At least imenisaidia. Hizi vitu zinatutesa. So tukirudi katika verse 4, anaposema kama tufurahini katika Bwana siku zote. Na anapona katika verse 5 kwamba upole wetu unaojulikana na watu wote, kwamba Bwana yu karibu kuja. Sababu kubwa ya watu kuona upole wetu ni kwa sababu pia sisi macho yetu tumeangalia katika Yesu anayekuja. Kwamba upole wetu sio kwamba hatuoni vitu vingine vinavyofanyika, lakini upole wetu ukaweza kujulikana kwa watu wote kwamba ndivyo inavyompasa Mkristo kuenenda. Na verse 6 nasema kwamba msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila jambo kwa kuomba na kusihi pamoja na kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. So leo katika kushukuru katika kila jambo, na kama katika kufurahi, nikao jaribu kurelate maisha yetu. Tunapokuwa katika sahi, tuko katika mwezi wa 3 wa mwaka. Labda huenda una matarajio mengi na mipango yako ya mwaka. Na watu husema kwamba unapokuwa ukiendelea katika mpango yako ya mwaka, unakuwa na utaratibu wa kuangalia kila robo ya mwaka nini umefanya.
ni kipi umekifanya sawa, ni kipi hujakifanya sawa, ni kipi ulipaswa kukifanya sawa na hujafanya, kipi ambacho unakitarajia kikaweze kufanyika sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika mambo yote hayo unayoyafanya, kama itakufikisha hatua ya wewe ufikirie kwamba Mungu hayuko pamoja nawe, ningeomba ukaweze kuyatafakari maneno haya na ukaweze kwenda nami katika mtizamo huu. Juma zima hili nilikuwa nikitafakari na kuwazia jinsi Mungu alivyotuneemesha, na kwamba sisi kama Wakristo, unapokuwa hai, unapokuwa una uwezo wa kutoka nyumbani na kufika kanisani, unakuwa na sababu zaidi ya 1000 za kumwambia Mungu asante. Kama majuma mawili yaliyopita, niliweza kutembelea zaidi ya marafiki zangu 2 ama 3 katika hospitali ile ya Coast General. Na mmoja ya vijana wale alikuwa ametumia madawa ya kulevya, alafu akapatwa kama uenda wazimu. Sasa katika ile hali yake ya uenda wazimu wake, akapatana na marafiki wengine ambao bado wao wengine hawajakuwa uenda wazimu, wakaweza kwenda kuiba mahali. Sasa hawa waliokuwa akili zao ziko sawa, walipoona kwamba misheni yao ya kuiba haijakuwa successful, wao waliweza kukimbia. Huyu mmoja ambaye akili zake za kama zimeruka, alikuwa anauliza wale watu, kwani mweza nifanya nini? Akamwambia, mimi bwana nina jeshi kubwa sana, hamuniwezi. Wale watu wakaona labda ni ujasiri wa huyu kijana kwa sababu ni mwizi, basi wakaweza kumpiga kiasi cha kwamba wakaweza kumweka moto. Alipokuwa katika ile hali ya kuungua, akatokea mama mmoja, ilikuwa ni asubuhi sana, akaweza kuambia wale watu wanaompiga yule kijana huyu sio mwizi, lakini amerukwa na akili. Yule mama alikuwa na ujasiri sana, kwa sababu aliweza kumchukua yule kijana aliyekuwa na waka moto, akaweza kumzima na kumfikisha hospitali. So after kama siku 2-3 tukaweza kuelezewa ile habari. So mimi kwa bahati nzuri ama mbaya, ikawa pia kuna rafiki yangu ambaye mke wake amejifungua, so akawa ako hospitali. So mimi nikawa naenda hospitali kwa sababu kuna watu 2 na wajua. So nilipoenda nikaona ule mke wa rafiki yangu, tukaongea na yeye, alafu nikachukua hatua kwa ule rafiki yangu, ule kijana mwingine ninayemjua. So nilipofika pale, unajua hata kama amepigwa na amechoka, bado hajakuwa akili nzuri, bado tu akili zake zinakaa kama zimeruka. So aliponiona ana matani ya kuniambia pasta. So kwa sababu ya ule utani wetu, mimi nikajua anaongea hivyo tu kwa sababu yake. Akaniambia, pasta, afadhali umekuja leo niombee. Mimi nikampata hapo akiwa na mamake na nyanyake. Mimi nikamwambia acha tuamini na tuombe. Na akatulia. Ujue wakati huo hizi joo zake zote 2 za juu hawezi hata kutafuna, wala hawezi kuongea, anaongea kwa mbali na maneno yenyewe mpaka umsikize kwa umakini. So tulipokuwa tunaongea na yeye, nikamwombea, alafu nikamwambia, si nilikwambia wewe hivi vitu unatumia huo ukiacha? Akanambia, pasta bwana, mimi sikujua kwamba hawa watu bana walikuwa wako wananipiga serious. Unajua katika kwa very funny, kwa sababu yeye ameumia, lakini anasema watu walikuwa wakimpiga na kumchoma, alikuwa anafanya jokes na wao. Sasa unajua, nikajaribu kumwangalia. Sasa mama akawa anasema, huyu bwana bado hajarudi vizuri huyu. Lakini nikamwambia, lakini unajua, akasema, pasta bwana, Mungu ameniokoa bwana.
Mimi sasa hii niko mzima bana. Hata hapa mahali nipo, mazee niko jela hapa. Wala ni asa kawa zile stories zinaunganishika alafu zinakatika. Lakini katika yote nikawa najaribu kufikiria na kuangalia wema wa Mungu. Kwamba kijana huyu katika ile hali yake aliyokuwa nao ya uenda wazimu, kama asingekuwa mwenda wazimu, labda hiyo siku singemuona hapo. Labda singemuombea, singeongea naye. Lakini katika uenda wazimu wake wote bado aliweza kunikumbuka na akasema kwamba nimuombe. So nikawa natafakari na kufikiria jambo hilo. Nikasema Mungu alikuwa na sababu kwa nini niweze kwenda mahali pale. Na nilipokuwa natoka kukutana na mzee mwingine, hali yake ilikuwa ngumu. Sababu niliweza kumwangalia vile hali yake ilivyokuwa iko, nikapata sababu zaidi ya 1000 za kumwambia Mungu asante. Kwa sababu singeweza kumjua mzee, lakini nilipatana na mtu ambaye tunajuana na yeye. Akanambia, Joshua amekuja kufanya nini? Nikamwambia kuna kijana ako pale mbele, tumekuja kumwangalia alifanyika hivi. Akasema kijana watu piga kelele usiku hapa. Kwa sababu yule kijana kando na kuwa amechomwa na hakuchomeka sana, lakini yeye kwa akili yake anaona bado ako jela. Na yeye tiko lile la yeye kuchomwa bado analichukulia ni mzaa. Lakini yule mzee nilimuona alikuwa anaumwa sana. Na alikuwa anakuwa na ambavyo haviponi, mpaka sasa ameambiwa kwamba ni lazima akatwe nyama za kwa mapaja ili ziongezwe kwa miguu. Sababu ndio wamekitibu kwa muda mrefu na kijaweza kupona. So nikawa najaribu kuangalia kwamba huyu mmoja si eti kwamba ni mwenda wazimu, lakini ni ugonjwa ameugua mpaka yeye mwenyewe anaongea katika hali ya kutamani. Yaani anaona kama amekuwa mzigo kwa watu wake. Alafu huyu mwingine yeye anaona kama bado wako mchezo. Lakini katika ile hali yangu ya kurudi, ndio nikaweza kugundua na kufanya search kidogo ya kwamba unapokuwa mzima ama unapokuwa sahihi, unaweza tembea, unaweza ongea, uko na sababu nyingi za kufurahia katika Bwana. Uko na sababu zaidi ya milioni za kumwambia Mungu asante. Kwa sababu katika search yangu niliyoifanya, kuna mmoja ya rafiki zangu, dadake alikuwa na brain tumor. Na tukaweza kufanya makadirio yetu ya haraka. Tukaona kwamba tunahitaji kama shilingi milioni 2 hivi na kufanywa upasuaji. Lakini kwa bahati nzuri akatokea marafiki, kwa watu wa msaada, akaanza kufanyiwa, akalipishwa tu kama 300,000-400,000. Lakini siku aliyokuwa anafanywa upasuaji ndio tuliona mkono wa Mungu. Kwa sababu wale watu wote waliofanywa upasuaji walipotoka ICU, walipotoka theater room walienda ICU. Lakini yeye peke yake alipofanywa operation kutoka theater alipelekwa ward. Na mpaka madaktari wakawa wanasema kwamba hii haijawahi kuonekana, haijawahi kuwa ya kawaida. Kwa sababu mgonjwa huyu anaonekana akona nguvu. Na wakati walipokuwa wanafanya zile search zao za kuangalia, walipata kitu kimefura ndani ya kichwa, kiko size ile boli ya golf. Ile boli ya golf ile inakaa, ndio ilikuwa ni kitu imefura ndani ya kichwa. So ilikuwa imefika wakati kwamba hata hawezi kuona. Jicho moja lake limepunguza mwanga kwamba hawezi kuona vizuri. Lakini after tu amefanywa operation alirudi sawa. So ikawa tunafanya
makadirio na kuangalia hii 300,000 kama daktari ameweza kuilipa. Kama madaktari wameweza kumfanyia upasuaji na wamesema walikuwa wanasaidia, hii 200,000 imeweza kusababishwa na nini? Tukaweza kugundua kitu kimoja, kwamba pumzi hii unayovuta wewe bure, kama siku moja utapelekwa ICU alafu uwekewe ile oxygen, ikiisha masaa 24 watakuwa wanakudai shilingi 16,000. Kando na vipimo vingine utakavyokuwa umepewa. Kama itakuwa umekiwa life support machine, inamaanisha kwamba kwa siku moja pesa zikiwa kidogo zitakazokuwa umewekewa itakuwa ni shilingi 22,000. Na kama itakuwa imetokea kuna daktari amekuja kukuona, atakuwa amekoa shilingi zaidi ya 5,000 kwa kukuona wewe mgonjwa mmoja. Bwana Yesu asifiwe. So hebu jaribu kuangalia thamani ya ule uhai na ile nguvu uko nayo tu sahi. Ujue kwamba tukasema kwamba tunakuchukua sahi hapa, kwamba tu kwa hauwezi tu kupumua. Kama utaweza kukaa kwa ward kwa siku 3, sio ICU, ward ya kawaida, kama utalipa pesa kidogo sana, itakuwa ni shilingi 10,000 ama 12,000. Sababu niko na rafiki yangu mwingine ambaye mke wake alizaa alafu operation ikaenda kimakosa, so akawa anafaa arudi akarekebishwa. So alikaa pale hospitali kwa siku 3 na alikuwa anafaa alipe shilingi 18,000 kwa sababu tu amekula na amelala katika kile kitanda cha na daktari amekuja kumuona. So tukirudi katika sisi ambao tuko hapa, kwamba hata utakapokula sima na sukuma, jua hata kama umetumia shilingi 100 kuitengeneza, kuna sehemu ukitumia tu hiyo kila tu hiyo sima na sukuma itakupasa ulipe shilingi 5,000. Tukarojadiliana na rafiki yangu mwingine, akawa ananiambia, Joshua, siku hizo hospitali imekuwa kama biashara. Yaani imekuwa kulala katika nyumba ya wageni na kulala hospitali. Kulala hospitali ndio imekuwa ghali zaidi. Fikiria hivi, utakapokuwa uko hospitalini umelazwa, hautapewa biriani, hautapewa sima na nyama, hautapewa sima na kuku. Utakatwa kipande kidogo cha sima na kabeji ambao haijakana vile unavyotaka, alafu na kamchicha kadogo. Kama utakuwa umeenda hospitali labda ni private, labda utaikuwa kapande kamoja kanyama, lakini ile pesa utakayolipa, I swear, ukitoka hapo utakuwa na sababu zaidi ya 1,000 za kumwambia Mungu asante. So nilipokuwa nasoma kifungu hichi na nilipofika katika verse 4, kwamba furahini katika Bwana siku zote, na nasema furahini. Nikawa natafakari maneno haya, nikawa natafakari kazi hii Mungu na uhai Mungu aliotupa, jinsi ulivyokuwa na thamani, kwamba kutembea kwako kutoka sehemu moja hadi nyingine imemgharimu mkono wa Mungu, kwamba hata kama hauna fedha mfukoni, kunaye ambaye ako nazo lakini bado anatamani kutembea na kuongea. Kuna mtu sahihi ako na fedha zake mahali, lakini anaambia Mungu, Mungu naomba tu uniwezeshe kaweze angalau kuwaona ndugu zangu ama watoto wangu kama ilivyozoea. Siongei hivi ili kukutisha, bali naongea hivi ili ukaweze kuona umuhimu kwamba Kristo
alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu sisi, na kwamba kuwa uhai kwetu sisi, na kama Yesu ametuchagua na kwamba tumeokoka, kwamba tukaweze kuelezea watu wengine furaha iliyoko katika Bwana, kwamba ukaweze kumtia hata ndugu yako moyo utakapokuwa unamuona kwamba maneno anayoongea hayamrudishii Mungu utukufu. Kwa sababu ukijaribu kujipimanisha na kujiangalia, haimaanishi kwamba yule ambaye ako pale fele amelazwa na wewe kwamba wewe ni wa maana sana kumliko. Haimaanishi kwamba wewe umemuomba Mungu sana, kwamba yule hajamuomba. Ni karama tu Mungu amekupa kwa sasa, kwamba ukaweze kufurahi na ukaweze kumrudishia Mungu utukufu. Kama kuna kitu ambacho kinakuwa kigumu na ambacho wale watu ambao washaikipitia wanaweza kukielewa, unapokuwa unauguza mgonjwa, ule mgonjwa huwa ako na tumaini na wazo la vipi atakavyopona, lakini wewe unayemuuguza huwa unafikiria atakapopona, hii pesa iko hapa kando, tutaipata vipi kuilipa ili turudi naye nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi tunavyoongea, kuna mtu labda sasa ashakata roho, labda hamjui Kristo, na labda katika njia moja ama nyingine ushawahi kutana naye. Jue nafsi inapoenda motoni, Mungu anakudai wewe, kwa sababu haukuihubiria, haukuielezea kazi na malipo Kristo aliyolipa msalabani kwa ajili ya kuwafanya watu wote kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. So Paulo anapoelezea watu hawa kwamba furahini katika Bwana, anasema furahini katika Bwana siku zote. Anapoambia kwamba upole wao ujulikane na watu wengi, kwamba msijisumbue kwa jambo lolote, kwamba kwa kujitaabisha kwenu. Yesu anasema katika juhudi zenu za kujitaabisha hauwezi hata kuongeza urefu wa nywele yako moja. So tukimtoa Kristo ndani ya maisha yako, wewe unakuwa bure. So huyu Kristo anayekaa ndani yako, je, wewe umekubali vipi kuutesa mwili wako kwa ajili ya Kristo? Je, una uwezo, kwa sababu kama anavyosema Paulo kwamba kufa kwangu mimi ni sawa na kubaki kwangu ni sawa, kwamba ana uhakika kwamba ile kazi aloitiwa na Kristo kwamba ameweza kuifanya kikamilifu, kwamba anaona hata akienda kupumzika hadaiwi. Je, wewe mara ngapi umeweza kuteta na Mungu kwa sababu hajakupa yale uliokuwa unayatarajia? Je, katika kuteta kwako na Mungu ulijiona una haki gani? Je, ulifikiria kwamba vingapi ambavyo Mungu amekupa vya bure, ambavyo akaamua kuviondoa, hata unachokidai hata kwenye mawazo yako itakuwa hakiko, bali utadai hivi ambavyo uko navyo. Bwana Yesu asifiwe. Je, umetafakari na kufikiria kwamba yale Mungu amekupa, je, umeweza kuyafanyia kazi vipi kumrudishia Mungu utukufu? Na swali ni, ulipokuwa unalia hauna kazi na Mungu akakupa kazi, sasa Mungu bado akachukua kazi yako, bado still utamtukuza Mungu kama ulivyokuwa unamtukuza kwanza? Ama
kazi yako imeweza kuchukua nafasi ya Mungu katika maisha yako? Je, kati ya kazi yako na Mungu wako, kipi kina umuhimu katika maisha yako? Je, nafasi uliosimama, kuna watu wangapi ambao wako na qualification sawa na yako na hawana ile kazi uko nayo wewe? Je, ile sehemu uliyowekwa wewe umeweza kurecommend watu wangapi ambao ni ndugu katika Kristo kwamba wakaweze kupata nafasi kama ulivyoipata wewe? Je, ni jitihada gani umezifanya ile sehemu ulioko kwamba watu wakaweze kumwona Kristo ndani yako? Kwamba je, katika maisha yako watu wanaona nini ndani yako? Bwana Yesu asifiwe. Je, upole wako ni upole kwa sababu wale waliokuzunguka ni kwamba hakuna kitu za kusaidia nacho, ndio maana umekuwa mpole kwa sababu umewadharau? Je, katika upole wako kuonekana na watu, je, watu wameweza kumwona Kristo wa namna gani ndani yako? Je, kama sahi ingekuwa kanisa lote ili halina watu uko wewe, je, watu wangeweza kupata picha ya Kristo ndani yako? Bwana Yesu asifiwe. Kwamba katika bidii yako, kile ulichokifanya ambacho kinafanya wewe ustahili kuliko mwingine, je, unaweza ukakisongeza kwa Mungu kwamba Bwana, kama alivyokuwa anasema Ezekiel kwamba Bwana, mimi nimekuwa mwaminifu kwako, nimekutumikia Mungu, usinichukue sasa niongezee miaka. Je, wewe una uwezo wa kusema hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Kwamba umeweza kumfurahia Bwana kwa kiwango gani, kwamba mpaka mtu anapoona tabasamu na nyuso yako kwamba anaweza kumwona Kristo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na nikapata kwamba kuna vitu ambavyo tutaviongelea hapa, kama vitu hivyo viko katika maisha yako ama vinaonekana katika maisha yako, basi ni alama za Kristo wa kweli anayeishi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Warumi 12 tusome 9 hadi 21. Kitu kimoja baada ya kingine uweze kuvitizama, ujiangalie katika maisha yako, uone, je, kuna Kristo? Je, vitu hivi vinavyosemekana hapa na vifanya ama sivifanyi? Haijalishi uko maskini kiasi gani ama uko tajiri kiasi gani, madamu Kristo alikufia msalabani na wewe ukakubali na ukaleta dhambi zako na ukakubali kuwa Mkristo, basi Kristo anataka kuona kukua kwako ndani yake. Kama tulivyosomewa asubuhi na mhubiri wa asubuhi, ndugu yangu Brother Punic, kwamba Mungu alikuwa ana uwezo wa kumwambia shetani, je, umemuona mtumishi wangu Ayubu jinsi alivyokuwa mtimilifu? Je, hata jirani zako wanaweza kushuhudia jinsi wewe ulivyo mwokovu? Tuache shetani. Nisomee Warumi Warumi 12 kuanzia 9. Pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi,
kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu, kwa bidii si kwa walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana, kwa tumaini mkifurahi, katika dhiki mkisubiri, katika kusali mkidumu, kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu, katika kukaribisha wageni mkijitahidi. Wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Furahini pamoja nao wafurahiao, lieni pamoja nao waliao. Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili. Msimlipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka 9 inaelezea kitu kimoja baada ya kingine. Kwa sababu muda niko nao, tutaenda tukivifungua hivi vitu. Wewe mwenyewe ujiangalie. Je, katika haya mangapi ambayo hujayafanya kama yanavyopaswa kufanywa? Kwa sababu wewe ni alama ya Kristo. Ama wewe ukisema ni Mkristo wa kweli, basi vitu hivi vinapaswa vionekane ndani yako kama matunda. Inasema kwamba upendo lazima usikue na chuki. Usiwe mnafiki. Kwamba ni mshikamane lililo jema, ni mlichukie lililo ovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kupendana is not an option, is a must. Bwana Yesu asifiwe. Huyo unayemwona kando yako ni dada na ndugu katika Kristo. Kupendana wewe na yeye is not an option, is a must. Katika hayo mapungufu unayomuona nayo, bado Kristo anakaa ndani yake. Hajaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Katika baradhuli na ufaidhuli unaomuona nao, bado kuna Kristo anakaa ndani yake. Ndio maana mnaambiwa kwamba mkaweze kuvumiliana nyinyi kwa nyinyi. Kwamba mpendane nyinyi kwa nyinyi kwa upendo wa ndugu, waheshimuni na kuwatanguliza wengine. Msiwe wavivu, bali muwe na bidii katika roho mkimtumikia Bwana. It's just simple as that. Simple as that. But hard. Imesemwa tu kwa njia rahisi tu, lakini katika kuitimiza ndio unaiona ugumu. Lakini hivyo ndivyo picha ya Mkristo ambaye anategemea Kristo akirudi akamlaki mawinguni anavyopasa kuwa. Kwamba ukawe na roho ya kuweza kumtanguliza mwingine mbele yako. Sio rahisi. Lakini kwa Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu, kwamba Kristo alisema kwamba anataka kutufundisha yote na kutuelezea yote yanayotupasa kuyafanya. Kwamba kuweni na furaha katika tumaini, katika dhiki kuweni na saburi, dumuni katika maombi.
changieni mahitaji ya watakatifu, wakaribisheni wageni. Biblia kuna mahali inasema kwamba shida hazitakuja. Kama ingekuwa shida hazitakuja, wangesema tudumu katika saburi. Hata Yesu anaambia wanafunzi wake kwamba dhiki haina budi kuja, lakini jitieni nguvu. Kwamba neno dhiki, hata Yesu anajua kwamba dhiki zitakuja. Ndiyo maana katika tunda la Roho kuna kitu kinaitwa saburi. Kwamba ile njia ya kuvumilia, kwamba unaungua lakini hauwezi toka sababu ndio sehemu umewekwa. Kwamba katika kukua kwetu kwa imani lazima tutajaribiwa. Na katika jinsi tunavyokuwa tunakabiliana na majaribu yetu yataonyesha jinsi tulivyokomaa kiimani. Kwamba changeni katika mahitaji ya watakatifu na mkaribisha wageni. Ina maana kwamba watakatifu wote watakaokuwa wanawahudumia, ni mzigo wenu nyinyi kuwahudumia wao katika mahitaji yao. Bwana Yesu asifiwe. Najua hii ndio sehemu ngumu watu wengi hawapendi kuisikia. Kwamba mtumishi anayekuhudumia hata pia yeye ana mahitaji yanafaa kuhudumiwa. Na mahitaji yake ya katika migongo yenu nyinyi, kwa sababu yeye ana jitihada kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnalipata neno la Mungu. Na neno la Mungu liko na kazi ya kuturekebisha, kutuelimisha, katika njia ya kuweza kumrudia Mungu. So usitegemee kwamba utakapokuwa unamtolea Bwana kwamba utakuwa unamfanyia favor mtumishi wa Mungu. Kwa sababu neno lile Mungu aliloleta kwenu kama lile lilivyokuja leo halikuwa katika mipango yenu ili kuweza kulisikia, bali katika mipango ya Mungu kwa ajili yenu kulisikia. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama uchumi wa Kasongo ni mgumu kiasi gani, lakini Biblia inasema kwamba msiache kukaribisha wageni. Kwa kanuni kwamba mtu anapokuja akiwa mgeni, ni kwamba mahitaji yake yote yanakuwa juu ya mgongo wako. Na Paulo anaelezea kwamba hizi ndizo alama za Mkristo wa kweli. So kama wewe upendi kukaribisha wageni kwako, sababu kile ulicho nacho kitapotea ama kitapungua. Kuna yule mama aliyemkaribisha nabii kwake akiwa na chupa ya mafuta, na siku zote alizokuwa na yule nabii chupa ile haikupungua. So hautokuwa maskini kwa sababu wewe umekaribisha wageni. Kwamba katika utajiri ule Mungu alokuandikia hautapungua kwa sababu umekaribisha wageni wengi kwako. Jua kitu kimoja, kwamba Mungu atakaporuhusu mtu aje kwako, jua Mungu anajua kwamba una uwezo wa kukidhi mahitaji ya huyo mtu aliyekuja kwako. Na katika riziki unaoipata wewe, fungu lake limeandikwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Inasema wabarikini wanaowatesa wala msiwalaani. Kama kuna sehemu ambayo ni ngumu, basi ni kifungu hichi na tunaanguka Wakristo wengi. Kwa sababu haiwezi kuwa mtu ametangaza vita na wewe kuwa adui, alafu Biblia inakwambia kwamba wabarikini wanaowatesa wala msiwalaani. Yaani katika ile hali ngumu mtu anaokupitisha, bado inakupasa sio kumlaani, ni kumbariki. Ndio maana hata Paulo anapokuwa anateswa, Paulo anaandika barua hii ya Wafilipi akiwa amefungwa kwa gerezani, lakini bado
anawaambia furahini katika Bwana. Nasema furahini. Kwamba anapoteseka sahi picha yake ni Kristo anayekuja. Kwamba je, nitakapokuwa nimemtendea ubaya jirani yangu alafu Kristo anakuja kesho, utamwelezea nini Kristo kuhusu ubaya uliomtendea jirani yako? Je, laana uliomlaani una uwezo wa kuitoa? Je, unajua ni gharama kiasi gani kuondolea mtu laana? Hebu angalia jinsi Kristo alivyotundikwa msalabani. Ametundikwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu sisi, kwa sababu Mafarisayo walitafuta sababu ya kumshtaki wakaikosa. Hata Herode mwenyewe alipokuwa ameletewa kesi ya Yesu, alichukua vipimo vyake vyote vya kawaida vya kupata mtu kosa, alikosa. Mpaka akamwambia kwamba mtu huyu damu yake mimi nimeosha mikono, damu yake iko mikononi mwenu. Hebu angalia jinsi ilivyo ngumu kwamba Kristo anakufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Matano yanasema kwamba furahini pamoja na wenye kufurahi, lieni pamoja wanaolia. Inaonyesha kwamba katika maisha yetu ya kawaida kuna muda tutakuwa na furaha, kuna muda tutakuwa ni muda wa kulia. So usione mwenzako analia ukaenda kama unafurahi ukamchekelea. Hiyo sio sehemu yako wakati huo ya kumchekelea. Haijalishi una furaha kiasi gani. Je, uliye naye karibu yako ako katika furaha? Je, furaha yako inamkwaza yeye aliye katika shida? Kaeni kwa amani nyinyi kwa nyinyi, msijivune, bali muwe tayari kushirikiana na wanyonge, wala msiwe watu wa kujivuna kwamba mnajua kila kitu. Hiyo ni 16. Kwamba tusijivune, kwamba tusijione kwamba tumefika, bali muwe tayari kushirikiana na wale wanyonge. Hata Yesu alipokuwa anapakwa mafuta na yule kahaba, waliposema kwamba Bwana, mafuta haya kuwa tajiri